Iqra FM. Usikubali viashiria vya aina yoyote vinavyoweza kuletwa na mtu wa aina yoyote yule, viashiria ambavyo vinaweza vikamvunja amani katika nchi, kwa sababu nchi si ya watu wengine, nchi yetu sisi. Nchi sio ya serikali, nchi ni yetu sisi, serikali ni yetu sisi. Na ndio maana hivi karibuni tarehe 29 tutafanya uchaguzi. Sasa kwa nini tuiharibu nchi kwa kuvunja amani wakati nchi ni ya kwetu sisi? Dhima iko juu ya nani? Kama tukifanya hivyo, tutamwambia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba tumekuharibia nchi yako? Uharibifu katika nchi baada ya kuitengeneza, maana yake ya jumla, itengenezeni nchi basi. Maana yake itengenezeni nchi, msilete uharibifu katika nchi. Sehemu nyingine ya aya inatilia nguvu aya hii, inasema wala ta'thawu fil ardi mufsidin, wala msieneze katika nchi uharibifu. Sifanye uharibifu wa aina yote wa kuweza kuleta matatizo. Swali, je, Uislamu umezungumzia amani? Msaafu mzima tukiufasiri ni amani tupu. Mtume kipindi chote anazungumzia amani, ameunga udugu wa Maka wa masahaba wa Maka na Madina kwa ajili ya amani. Kipindi tulichokuwa nacho tuwafundishe na tutangaze, na mashekhe wafanya kazi na wenye kuhutubia makhutaba, yani makhatibu katika misikiti ya Ijumaa na hafalati au hadhara mbalimbali, mashekhe mfanye kazi ya kuwafundisha watu juu ya swala la mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili ni mkubwa sana katika nchi yetu kiasi cha kutisha. Bahati mbaya vitabu vimekwisha, lakini nimetunga kitabu kinachozungumzia mmomonyoko wa maadili chenye anwani inayosema mmomonyoko wa maadili, nani alaumiwe? Kwa hiyo mmomonyoko wa maadili sio jambo la Waislamu. Mmomonyoko wa maadili sio jambo ambalo ameliamrisha Mungu au amelieleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mungu ametuamrisha tulinde, tuwe na tabia njema, tuwe na maadili mema. Vijana tuwafundishe waache mambo yote ya ovyo ovyo, warejee kwa Mungu.